mechi haitakuwa rahisi, lakini sisi kama wachezaji tumejiandaa vizuri kwa kuweza kupata matokeo. Duchu, mnacheza na timu ambayo inatoka daraja tofauti na nyinyi kidogo. Pengine ujumbe wa mwalimu, maandalizi huwa yanakuwa tofauti kwa sababu mnaenda kucheza na timu ambayo iko daraja ya chini. Ndio, timu kwa daraja la pili so shida, lakini unaangalia Mbeya City wanakaribia wachezaji wao wengi wamecheza ligi kuu na wengi wazoefu katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo usitarajie mechi inaweza kaa rahisi, au kwamba kwa kuwa ni Mbeya City tunacheza na Simba basi sisi Simba hatujajiandaa kwa tunacheza na Mbeya City. Hapana, Mbeya City ni timu kubwa, na hata ukiangalia kwenye ligi yao wanafanya vizuri, na hata kwenye ligi pia wanafanya vizuri, ndio maana wapo katika hatua hii. Intensity mara nyingi huwa inakuwa tofauti, na mmetoka kwenye mechi yenye intensity kubwa kidogo. Na hongera kwa kufanikiwa kutinga kwenye nusu finali. Na hapa mnasaka tena nafasi nyingine ya kwenda kwenye hatua nyingine ya mtoano. Mnakopi kile mlichokifanya kwenye michuano ile ya CAF mnakileta huku, ama kuna namna nyingine, ama ujumbe wa mwalimu pia ukoje? Kwanza mwalimu yeye ana mechi ndogo, ana mechi kubwa. Yeye kwenye maongezi yake na wachezaji anakuambia kabisa kwamba mimi kila mechi kwangu ni finali. Kwa hiyo haijalishi mechi hii nacheza na timu fulani na timu fulani. Yeye kila mechi anataka usirias ule. Maagizo anayokupa ufanye vile vile kama unafanya klabu bingwa au kwenye ligi ni kile. Kwa hiyo hakuna utofauti mkubwa, zaidi utofauti ni kufanya vizuri. Umecheza kwenye position tofauti kidogo. Mchezo uliopita Simba kwanza ina wachezaji wengi, kwa hiyo nadhani kama mtu atakuwa anajisikia uchovu au hata kuwa sawa, mwalimu anaweza akafanya mabadiliko ya kumpanga mchezaji mwingine na ambaye anaweza akacheza vizuri.